na yuko Mungu wa baba yetu Nabii Daniel ambaye aliyekuja na majibu ya kila mmoja mmoja. Hata wewe uliyeko mahali hapo usiogope, kwa sababu neema Mungu ameshaifunua kwenye madhabahu hii. Inua mikono yetu. Waweza, waweza, waweza Mwokozi, waweza. Mji ni lango la mema, lakini ni lango pia la uharibifu. Mji unaweza ukaamua hatima ya mtu. Mji unaweza ukamzuia mtu kufikia kwenye malengo yake, hata kama ana juhudi kwa kiwango gani. Mji inategemea ni kwa kiwango gani Mungu wako unayemwabudu amekaa kwenye maisha yako. Mji inategemea ni kwa kiwango gani wewe una ufunuo juu ya mji, ili mji uweze kufunguka kwako. Kama una ufunuo wote juu ya mji, bado utaendelea kuwa msindikiza wanaokaa kwenye mji. Mji usiangalie ukaone tu ni watu na magorofa na majengo na biashara. No, kuna zaidi ya hapo. Mji ni eneo la kiroho ambapo vita vya mpenyo wa kiuchumi vinapiganwa, vita vya mpenyo wa kimaisha wa kiroho vinapiganwa. Kwa hiyo ukishindwa kushindana kwenye vita vya mji vya kiroho, utashangaa anatokea mtu aliyeharibika. Watu wengi wanachanganyikiwa kwenye mji. Watu wengi wanavurugikiwa kwenye mji. Watu wengi wanaharibikiwa kwenye mji. Malango ya mji yamebeba vita. Kila mtu anayefanya biashara ana kitu chake anachoamini. Kwa hiyo kuna wengine walipoenda kununua kitu kwenye duka fulani, wakaacha baraka zao, wakaacha maisha yao pale. Kwa hiyo wakaanza kuteseka. Twende Kutoka 12 mstari wa 12. Biblia inasema, maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huu, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, na wanadamu na wa wanyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Huyu ni Mungu anatoa maelekezo kwa mtumishi wake, alafu anamwambia hivi, miongoni mwa vitu nitakavyovifanya leo, kwanza nitapita, alafu nitawaua wazaliwa wa kwanza wa Misri katika nchi ya Misri. Hiyo ni moja. Lakini kitu cha kushangaza anasema hivi, nitapita kuhukumu miungu yote ya Wamisri. Sasa kwa nini wewe ndio upite kupigana na miungu wakati sisi tupo? Hilo ni swali la kwanza. Lakini swali la pili, kwani miungu, kwa mfano sasa hivi tukisema hii hapa ndio kamungu hichi, kwani ina shida gani? Wenye shida si wanaoabudu miungu? Kwa nini kwanza wewe upite, lakini kwa nini ni miungu? Nakupa majibu. Jibu la kwanza ni kwa sababu miungu inapokaa kwenye eneo lolote huwa inakamata fahamu za watu. Kwa hiyo wale watu wanashindwa kutambua uharibifu wa ile miungu. Mungu anaacha enzi, anashuka kushughulika na miungu iliyotengenezwa na wanadamu. Can you imagine? Kwa nini Mungu ushuke wewe wakati una watumishi, una mitume, una manabii wako kwenye mji? Kwa nini wewe ndio unashuka kupambana na miungu? Wameshakamatwa huko. Na miungu ya mji huwa ina njia nyingi sana za kuwasababisha wacha Mungu wafyate mkia. Tunatembea kwenye mifumo ambayo hatuna tena mamlaka ya kimungu inayoweza kukemea mamlaka ya kidunia. Haipo tena. Kwa nini? Kwa sababu wamefanya internship. Hallelujah. Mungu anasema nitapita usiku, alafu kazi nitakayofanya nitahukumu miungu ya Wamisri. Okay, tabia 7 za miungu inapotawala juu ya mji au nchi. Tabia ya kwanza, kukamata fahamu za watu ili wasijue nini Mungu anachotaka, ila kutafuta kile wanachokitaka wao. Watu wengi ambao
wanaenda kwenye mikono au madhabahu ya Mungu, wengi hawajiulizagi hivi nini Mungu anachotaka kwangu. Kanuni za Mungu kukuinua huwa ni exchange. Anasema utakapoisikia kwa bidii na kuyatunza maagizo yangu ni kuambiao hivi leo, anasema ndipo utakapofanikiwa. Aha. Kwa hiyo kuna kitu ambacho nataka nifanye ili nifanikiwe. Cha kwanza nini? Tunza maagizo yangu. Aha. Kwa hiyo nikitunza na kuyaishi nitakubariki. Anasema utabarikiwa shambani, utabarikiwa mjini. Kwa hiyo hakuna baraka ambazo hazina sababu. Yaani huwezi kubarikiwa tu kwa sababu unaishi. Huwezi kubarikiwa tu kwa sababu unataka kubarikiwa. Kuna exchange kwamba Mungu anakuambia give me your time, give me your heart, give me your chance and then I will bless you. Kwa hiyo miungu inapoingia kwenye eneo au mji, ina tabia ya kukamata fahamu za watu ili wasijue nini Mungu anachotaka, bali watabaki kuwaza kile wao wanachotaka. Jambo la pili, kuwazuia watu kuokoka. Yoshua 24:15. 80% ya watu wanaofanya kazi katikati au kwenye miji hawana Mungu wa kweli, na ndio wenye wanaofanya vitu vikubwa kwenye mji. Biblia inasema, nanyi mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakayemtumikia, kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu waliitumikia ng'ambo ya mto, au kwamba ni Mungu ya wale wa Amori ambao mnakaa katika nchi yao, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Yoshua amekuwa confused. Anajitahidi kuwasemesha watu kwa habari ya kumrudia Mungu, hawaelewi. Wanamwambia Joshua, wewe usitucheleweshe, tunataka hela. Anajaribu kuwaleta watu kwenye mifumo ya Mungu, hawaelewi. Joshua, watu wanamwambia Joshua, wewe usitucheleweshe bwana, usitucheleweshe, sisi tuna mambo mengi ya maisha. Alafu inafika hatua Joshua anakasirika, anawaambia sasa, nisikilizeni, sintawabembeleza tena kumcha Mungu, sintawabembeleza tena kumcha Mungu. Kwa hiyo hiyo ni tabia ya miungu, kwamba inazuia watu kujitoa kikamilifu kwa Mungu. Wanakuwa na jeuri fulani hivi ya maisha, ya pesa, ya vitu. Jambo la tatu linalofanywa na miungu, kuwafanya watu wawe na desturi na kawaida zao ndani ya Mungu. Miungu ina tabia ya kuwazuia watu kubadilika. Ikisha kamata ufahamu, inakamata na roho, mioyo, inawazuia watu kubadilika. Kivipi? Hawabadiliki kiuchumi, hawabadiliki kiroho, hawabadiliki kimaisha. Kwa wakisha jua sasa umeenda kanisani, umeanza kuokoka, unaenda ibadani, wanakimbilia kuzuia badiliko. Ndio maana watu wengi wao wanalalamika, wanasema mbona sioni chochote kikibadilika. Unaongea lugha ya miungu ilichofanya. Kwa sababu mahali popote ambapo Mungu yupo lazima badiliko litokee. Ukiona badiliko halipo, maana yake kuna shida bado kwenye mfumo wako wa kiroho. Kipengele cha tatu cha mambo 7 ambayo miungu inafanya inapokuwa kwenye eneo au kwenye mji. Kwa hiyo leo tumeangalia vitu vitatu ambayo hivyo vitu hiyo miungu inaweza ikafanya. Na yuko Mungu wa baba yetu nabii Danieli, ambaye aliyekuja na majibu ya kila mmoja mmoja. Hata wewe uliyeko mahali hapo usiogope, kwa sababu neema Mungu ameshaifunua kwenye madhabahu hii. Inua mikono yetu. Waweza, waweza, waweza.